There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo Mungu mbinguni, ayajibuye maombi yetu. Oh, Baba, tunapoomba asikia, anajibu. Therefore, please come at once. Cast these people for me, for they are too many. Cast, underline the word cast. Cast for me these people. Nirahia haya watu. Gutiamakania uingi wao. No ungemaruma. Bara noko mahota. Mwathani agocwo. Gutiamakania mbeca iria wenda, my God. Gutiamakania ũtio ũrĩa wĩ nacio. Gutiamakania indo iria ũgĩkorwo nacio. No nĩ atĩrĩrĩ, angĩkorwo wĩ rungu rwa kĩrumi-rĩ, ndũngĩtoria mũndũ ũtarĩ rungu rwa kĩrumi. Mwathani agocwo. Anamwambia kwamba cast for me these people, for they are too many for me. Yani yeye anajua ya kwamba wingi wao ti gũtũma ũhote, no nĩ atĩrĩrĩ, mangĩkorwo me rungu rwa kĩrumi-rĩ, twathiĩ mbara-inĩ-rĩ, megũkorwo working under a limitation. Hallelujah. Yet a marriage haijalishi ni fedha ngapi uko nazo, hiyo toa ikiwa chini ya laana, they'll never fulfill the purposes of God, kwa sababu ni nguvu za Bwana zinaondoa mierezi, zinaondoa giza, zinaondoa nguvu za kukosa kushinda, zinaondoa vizingiti na vizuizi. It is the hand of God, not the hand of men. Cast for me these people, for they are too many for me. Perhaps, my God, no ukomo wakiwa chini ya laana, perhaps I shall be able to defeat them and drive them out of the land. For I know that whom you bless, hallelujah, is blessed, and whom you cast is cast. This is a king who understands a kingdom principle. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo anaelewa ya kwamba manabii wa Bwana akilani hata mbinguni haulizwi maswali. Manabii wa Bwana akibariki anajua hata mbinguni hakuna maswali yanaulizwa. Na ndipo sasa anamwambia kwamba wewe Balaam, kwa sababu ninajua, wacha nikuulize swali. Kwa nini unaona watu wanaenda kwa waganga na wachawi? Kwa sababu wakiona biashara yako inaendelea, sasa wanaenda kwa waganga na wachawi, wanakuja wanaleta hizi kwa biashara yako, kwa sababu ndio biashara ioperate under a curse, ioperate under another force, ioperate under another influence. Nasi tunakuja na Kristo, haleluya, na tunaambiwa ya kwamba tutakanyaga geni na nyoka na haitaweza na kutudhuru, hata tukikunywa sumu haitaweza na kutuua, kwa sababu the throne we serve is ready to overcome every forces of darkness in the name of Jesus Christ. Verse 7. So the elders of Moab and the elders of Midian departed with the diviner figure. Yeye hawanajua ya kwamba dhabihu haitolewi bure, wanaenenda na sadaka ya
itafika. Sasa kwa nini for us that bus? Mungu akatobele basi katika ile pili. Wazee wakaondoka wakiwa na sadaka ya kutabiriwa, and they came to Balaam and spoke to him the words of Balak. Verse 7, nisome na mother tongue. Moabu na Midiani magedi makuete ile ile yao kona sadaka ne ile kwa kuliro God Almighty kinyao ama ni Kikuyu imesoma vibaya. Kwa hivyo sasa wameenda ona hata si kutabiriwa kutoka Uganda. Kwa hivyo wanaelewa ya kwamba kwa sababu kile anataka kutenda, it is not in accordance to the will of the Father. So remark when he and they came to Balaam and spoke to him and said, "Roll here tonight and be back word with you." And the Lord because we saw the prince of Moab stayed with Balaam. So God came to Balaam and said, "Who are these men with you?" So Balaam said to God, "Balak, the son of Zippor, king of Moab, has sent me, saying, rogue people have come, whatever." And then verse 20. And God came to Balaam at night and said to him, "If the man came to call you, rise and go with them. But only, my God, but only the word which I speak to you, that you shall speak." Bwana asifiwe. Everything is spiritual. Kushinda uchaguzi Kenya. Wacha tusiende kule hatujui. Kushinda uchaguzi katika taifa la Kenya imekuwa ni jambo linafanya watu waende kwa waganga. Imefanya watu wanasonga kwa wanaenda, they go and enter to every church kwa sababu hawana ile, they don't have the discernment spirit. Bora tu waombewe kwa sababu wanajua ya kwamba tungeshinda utali na hinya uke uramutongoria mwathani ya wosho. Na sasa hapa lazima tuelewe ya kwamba kana kwamba huyu mfalme alikuwa anajua kupigana vita. Kwa nini alienenda kutafuta ushauri kutoka mahala kwingine? Kwa sababu anaelewa vita tunavyopigana nazo hazipiganiwi hapa duniani, zinapiganiwa katika ulimwengu wa kiroho. Wona wako terothi ya kiroho iguru ya kiko gyaku ona physically wote wako terothi ya kiroho thini wa biashara rakuta ona gukuthwe wote wako terothi ya kiroho thini wa wiroria wandikitwo. Oh my, ona gukuthwe wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo lazima tuelewe na tutambue kwamba jambo la mwisho nilitaja wakati tulikuwa tunaondoka, nikasema ya kwamba ni ngumu sana, it is very hard to build in the spiritual realm, lakini kuvuja ni kwa kosa moja pekee. Unaona mtu amejenga miaka nenda miaka rudi, kama mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa Daudi. Biblia inasema ya kwamba alikaa katika njia za Bwana mpaka wakati miaka yake ya 30 years in the kingdom. Lakini wakati 30 years in the kingdom, kama mtu mmoja mara uchibia gani, after that years ndio aliona Biblia ulia na the remaining years 10 years ilikuwa miaka ya kutengenezwa otuko na motenya olewa watumia wawia miaka zake ya kutungatira Ngai na kuikolea Ngai etana. Lakini wakati kosa liliingia, miaka yote ya 40 ilianza kuwa miaka iliyobakia yote ni ya kilio na huzuni, kwa sababu alikosa kuelewa the principle inasema ya kwamba mambo yote ni ya kiroho na vita vyetu tunapigana kwa kiroho, na kosa kusudi la Bwana itimie ile physical. Ni katika ulimwengu wa kiroho tunapanga mambo vile takavyoenda. Ni katika ulimwengu wa kiroho tuna organize, tuna arrange, we plan, we invest in the spiritual, na ndiposa mambo yale
yaweze na kutimia katika ulimwengu tunaoona. Jambo la kwanza hapa nataka tukaweze na kuelewa ya kwamba wakati anaenenda na kutolewa ile dhabihu, yeye haendi mikono mitupu. Haendi mikono mitupu, anaenda na ile sadaka, na sio sadaka ya kawaida. Anawekelea wote tusome tujue alikuwa anawekelea nini katika kila dhabihu alikuwa anawekelea. Katika 23 verse 1. 23 verse 1. Then Balaam said to Balaam, build 7 altars. Inua madhabahu 1, 2, 3, 7 altars zinafuatana. Build 7 altars for me here, and prepare for me 7 bulls and 7 lambs. Yani hii madhabahu ya kwanza weke ng'ombe moja na mbuzi. Ng'ombe moja na mbuzi. Hicho ni ng'ombe mmoja igirira na mburi mmoja. Mesho shiyolera. Akaendelea kusema nini? And Balak did just as Balaam had spoken, and then Balak and Balaam offered the bulls and the lambs on each altar. Then Balak said to Balaam, stand by your band of faith, and I'll go. Perhaps the Lord will come to meet me. Whatever he shows me, I'll tell you. So he went to a desolate height, and God met Balaam and said, I have prepared. Yani anasogea kwa Mungu anambia, nimeandaa madhabahu 7 na ng'ombe 7, about each on every altar. Verse 5. Then the Lord put a word in Balaam's mouth and said, return to Balaam, and that you shall speak. So he returned to him, and there he was, standing by his burnt offering. He said, all the princes of Moab, and he looked up to the oracle, and Balak, the king of Moab, has brought me from Aram, from the mountain of the east. Come cut Jacob for me, and come denounce Israel. Verse 8. How shall I cast whom God has not cast? How shall I denounce whom the Lord has not denounced? For from the top of the Lord I see him, and from the hills and behold him. And there are people dwelling alone, not reckoned himself among the nations. Who can count the dust of Jacob, or number 1/4 of Israel? Let me die the death of the righteous, and let my end be like this. And Balak said to Balaam, what have you done to me? I took you to cast my enemies, and look, you have blessed them bountifully. God, Bwana asifiwe. Nataka tuweze na kuelewa vizuri, ndiposa tuweze kuchukulia dhabihu zile tunazotoa mbele za Bwana, tusichukulie kwa uzito unaofaa. Kwa sababu tunapokosa kuchukulia mambo yale tunayotenda in the spiritual realm, kuno likolia wagirinde maundu maria mothe tureka guku thi, ona tungimoya no tuothe tungimoya namo matikurehe ugaruruku, tondu maundu maria marehe ugaruruku ni oito uria ni ile uzito tunachukulia mambo yale tunatenda katika ulimwengu wa kiroho. Wakati watoto wanakwenda shule wakisoma, unaona mtoto anaamka saa 9, anaenda na anasoma, na wakati tulikuwa tunasoma, unaamka unaenda go to the shower. Ni maji baridi, unaoga na maji baridi. Ndiposa ukienda katika lecture ama library, hautaweza na kulala, uweze na kusoma masaa kama 2 kabla ya 6. Na hiyo yote tulikuwa tunatenda kwa sababu hatukuwa tuko na ufahamu mwingi wa mambo yale yanatendeka katika ulimwengu wa kiroho. Lakini siku hizi wazazi wameelewa, hata nyakati zile ni shule chache sana walikuwa na prayer day wakati wa exam. Siku hizi imekuwa it is even anchored in the school constitution, kutakuwa na prayer day before an exam. Kwa sababu gani? We realize tunataka nguvu zingine. Ndio nimesoma vizuri, nimeelewa subject zote vizuri, lakini pasipo na ulimwengu to back me, nguvu za Mungu kunisukuma ama
kuniinua ama kunishikilia, ndio nitasoma na labda nitapita, lakini yale masomo yote, because it is not anchored in the kingdom of God, haitaweza na kuletea utofauti. Bwana asifiwe. Asabu wakati nilikuwa nimeketi tu hapa siku moja, na sasa mzee mwingine akapita pale, lakini akakuta vile kanisa inafunguliwa within the week na akaingia. So we started speaking the guy, kaanza na kueleza maana ya maana Mungu naweza katika ulimwengu wa kiroho. Maana za Mungu naweza kutakuwa na kuelewa mambo yote ya kiroho. Akaniambia kwamba tutaanza kuongea. Sasa tutaanza kusoma Biblia. Alikuwa akatulia niketi pale na akatulia. And then when he started speaking, you can see the accent of the American English. Kabla hiyo in America, so yes, I was in America for 12 years. And then Martin somebody in America in 12 years. He invested in a beach hotel in Dar es Salaam, worth 15 million Kenya shillings. And by the time he came, it was taken by the Tanzanian government. So the guy came with nothing. Then he deported back to Kenya, just simply because of just a name. Just a name. Imagine a name making you be deported in Kenya. If like my name is David, if now I become an niliolewa na huko Geshagi, nikajiita Daudi Getawa. Yeye alijiita Lazaro. Sasa si amesoma Amerika na amepata first degree in Nairobi University, akajiita Lazarus. Wewe kufika America, this name hii kitabu kitablisho na hii certificate ya mtu mmoja. Go back to your country and sort yourself out. After 12 years, and the guy was back in Kenya with nothing, losing time. So he came. Guy became desperate, extremely desperate, extreme. Sasa wakati sasa tuliongea na yeye, ilibidi niambie, can you get me those certificates? Why do I want the certificate? I want it a certificate. Githomo gikibio ya thombire matuine gituikaine. Yes, he had met the university. In fact, he had applied to do a master's degree in America. That's what caused all this mess. He went to America, he was working. But what caused the mess is because now he wanted to do a master's degree. So he had to bring his credentials, his documents. So they could not type. So he came back to Kenya. There he was deported. He came to Kenya, he asked nothing. Can you imagine, brethren? Alikuwa ameajiriwa kulima ploti nyingine na hapa. Ukiuleme, unashiri giga na lemwe. So ndio alikuwa anapita hapa kama kanisa imepasa mimi niliseka sija niko na ploti patoko ni this kind of thing. So nikamwambia leta makaratasi. So he brought all the documents and whatever. He got a second class honors. God Almighty, second class honors. I prayed for the documents. Na kwa nini nawapea document? Sio mambo makubwa ninatenda. Nigithomo gikibio theri. Ndĩrenda gũkĩandĩkithia matu-inĩ. Some people have a bachelor's degree. Some people have a master's degree. But in heaven wanaonekana hawakupita hata standard 8. Kwa sababu wao masomo yao yote, it is not anchored anywhere in the spiritual realm. So we prayed. Then after he's still for some 10 years. And then all of a sudden he got a teaching job. And that's what he's doing right now. Kwa sababu gani? Masomo yake sasa imetambulika. Lakini hapo mwanzoni yeye degree water and it was nowhere recorded in heaven. So Mungu akasema tunataka Mungu atuliza. Tuenda alipo university kwa sababu masomo yake na angalia sipati. Na yule mwingine alifika standard 8 akaenda form 4. Huyu kwa sababu masomo yake ya form 4 is registered. Hata huyu kazi kwa sababu huyu masomo yake is nowhere registered. Unaona mtu ako na nyumba but it is not registered in heaven. Kaida alipotaka nyumba ile hiyo. Mtu ako na doa, it is not registered in heaven. Mungu atakutetea. Uko na watoto, unaanza kuombea watoto wa Mungu anauliza, na sherehe ile registered in heaven, they are nowhere to be seen. Lazima tuweze kunakilisha watoto wetu, mali zetu, utajiri wetu. Au spiritual dada wewe nikamwambia kwamba anasema ya kwamba hapana, lazima
niende kotini badilishwe jina, tuitwe jina ya Bwana nikosa mali zake atakapokufa niweze kupatikana mahali pale. So nikamwambia kwamba ila not even bother you. What should bother you? Are you registered in this marriage in heaven? It is not registered. Utaandikwa kwa kitabu, utaandikwa kwa serikali, lakini bado hautazipata. Aya, kwanza ni agosho. These are serious things in the spiritual realm. Utaweza kuwa pale, lakini Mungu anauliza, mimi sio mtu registered here, na kwa nini sasa uko kwa registered there? Unajua kile kinatendeka wakati kunakuwa na shida, hizo mali zote zinaotoka na zinaenda ukiona, kwa sababu wewe mbinguni haujulikani. Brethren, it is a time to realize that our battle is not physical, that our battle is spiritual. Unless we go in the spiritual realm and pray our inheritance, and pray our blessings, and pray the authority of God, that is the only time we can be able to bring a change in the name of Jesus Christ. Jambo la kwanza nataka tukaweze na kuelewa ya kwamba that everything is spiritual, and the power that makes the matter to bring a change is the sacrifice we offer in that altar. Everything is spiritual. No ya otomada tutakuwa para yake roho ni zile dhabihu tunazotoa kwenye hayo madhabahu. Yes, everything is spiritual. Lakini tujiulize, the Kikuyu version, hata watu wale wanajua kwa Kikuyu wanasema ya kwamba ati mudhirogole. No lele kapo. No lele. Na ndipo tunaona Barak anaambia sasa ndio alikapo na vikao ndio kama kile maini kale hiyo. Ala dikile maini yako kale hiyo. Au wanaona jambo hilo na kutugoga hivyo. Okia kimya mwanzo ni mara dimepo na kutu mundu kemaruma. So in essence, kila kitu hapa duniani kunazo nguvu zinakitawala. Kila kitu hapa duniani, mtoto yeyote uko na yeye, kuna nguvu zinamtawala. Kila ndoa hapa duniani, kuna nguvu zinaitawala. Kila familia, kila biashara, kazi ya mikono yetu, chochote tulicho nacho kwa nyumba zetu, kunazo nguvu zinakitawala. Unless tuingie in the spiritual layer, tuweze kutangaza kile tulicho nacho Bwana nikaweza kurejeshwa katika majina yetu, hapo ndipo tutaweza na kuweza kushinda vita vyetu katika ulimwengu wa kiroho. Na hata huu mwaka wakati kulianza maneno ya corona, wacha nikwambie, kulikuwa na hofu mwingi sana, na hofu ikatandaa dunia kote, mpaka wakapiga boda zote wakapiga, ndege zikakosa kufly. Na kile wanatenda sio kwa sababu huu ugonjwa ni mkali, kile kinafanya wafanye hivyo ni kwa sababu ugonjwa kwanza unaanzia na wale wanasafiri, na wale usafiri ni wale wako na nguvu za kusafiri. Kwa sababu ni adhimu mtu ametoka Mharadi huko Dodoni ataingia ndege aende Amerika kutana na corona na shine. Lakini kwa sababu wao tu wanaona ya kwamba ni hatari, na ndipo wanasema ya kwamba sasa wengine walisema tuwaekewe ndege in every governor's office, and aidha corona hanini waikio ndege hata corona road hospital, kwa sababu anaona agetero na ikaidano ni yakua. Kwa sababu ugonjwa huyu haubagui, na wale wanafanya hivyo wote waweze kuwa hatari ni wale well to do, because they believe in the might of money, in the might of resources, in the might of a doctor, in a well-connected person. And I saw it yesterday in a television. One of my family members was speaking with those who saw that value. I said, I had a good connection. Yeye ni brother yake hospitali. Yeye anapigia minister. Guy, wewe una minister sio uona nini kuhelo nasi wewe hayajui. Yeye anapigia minister. Nataka utume the best. Yani the brother is in a private hospital, lakini anamuita minister from government hospital. Go and treat my son in a Nairobi hospital, my brother in a Nairobi hospital. Na wakati aliona minister amesinzia, unaifanya nini? Alipigia ule direct
sector of medical services, can you send a doctor from Kenyatta to wherever? To the might of money, good connection, but do not save them. Bwana asifiwe. Kile nasema ya kwamba it is by the might in the spiritual realm tunapigana vita zetu. Ni kuelewa nguvu za kiroho zinafanya namna gani, na wale wako ndani ya kiroho hao peke yao ndio wataweza na kupigana hizo vita. Anaenda anainua madhabahu na anapina, anatoa sadaka mara pale. Na alifanya nini? Alienda mara ya kwanza, hizo ni ng'ombe 7, la pili ng'ombe 7, mpaka madhabahu ya 7, hizo ni ng'ombe 49 na mbuzi 49, tukiongeza yale mambo hasara aliyemega, kwa sababu Mungu alikuwa anasema ya kwamba yule nimebariki hawezi na kulaaniwa, na yule nimeinua hawezi na kushushwa, katika jina la Yesu Kristo. Number 1, na nakutaja hivi nasema tuelewe ya kwamba there is power of a sacrifice in the spiritual realm. Kunazo nguvu ya dhabihu tunazotoa kwenye madhabahu. There is power of sacrifice. Power of sacrifice. Unaona hadi mikono mitupu. Hadi mikono mitupu. Anaenenda na anatoa ng'ombe 7 kwa sababu anajua ya kwamba toko hoya tu kiwogona ni kiaraja ni toko wa sadaka zile zimetolewa mahali pale. Kunazo uwezo wa Bwana, kunazo nguvu za Bwana that emanate kutokana na dhabihu zinazotolewa kutoka madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe. Tujiulize ndugu na dada. Unaona watu wale, unaona watu wale wanaabudu miungu hizi zingine. Na hiyo swali ndio tunasema tujiulize. Watu wale wanaabudu hizi miungu zingine. Hebu angalia utaratibu wao wa kutoa kwenye madhabahu zao. Ni kama ule mtoto wa India. Nakumbuka ile kesi kwa mtoto wa India. Mama akapata mapacha. Lakini walikuwa wameambiwa kwao ya kwamba kwa sababu alikuwa Mkristo, ameokoka kwa sababu dini imeingia katika nchi ya India. Lakini kulingana na tamaduni za India, mtoto wa kwanza ama kifungua mimba lazima atolewe miungu zao. Sasa huyu pastor alikuwa anaitwa Rafael Mahmoud. Huyu pastor akiwa kanisani siku moja, kwa sababu anaelewa tamaduni za Wahindi vile wanafanya. Akaenda kanisani mapema, akaona huyu mama alipata mapacha, hayuko kanisani asubuhi ile. Immediately akajua ameenda kupeleka watoto kwenye madhabahu zao. Na kwa sababu alikuwa anajua madhabahu, akamfuata, alikutana naye akitoka kwenye madhabahu. Alikuwaita kwa watu wewe. Alitoka litana na kurudi na pamoja. Sasa kamoja kalikuwa kimete kwa sababu wakati alikuwa anaanza za complication. Na kuna kingine kalikuwa kazima kabisa. So alikuta na kale ka kimete ndio anarudi nao. Akamwambia umefanya nini? Nilikuwa nimeenda kutolea miungu zetu za kabila yetu madhabahu dhabihu. Na lazima mtoto wale wazaliwa kwanza, mtoto lazima au apelekwe kwenye madhabahu ateketezwe. Hapo ni sasa ukatonga. Nilitoa yule alikuwa na afya njema kwa sababu siwezi tolea Mungu wetu kitu kiko na kiwete. Hapo ndio kitu la kana kiasi cha utelo kutakaya tena. Ibaki was better one. Labda hapana. Ukikero akono kinyote kecho shia kule. Ukikero tia oyo kyoje. Uyetia ndo ya mwe. Ati hapana. Tikero tira kai wa kwa kero oya na pale shito. Mwana ya kyoje. Yaani wanawekelea kwenye hizo miungu kwa utaratibu na kwa kanuni. Lakini kwa sababu kwa Mungu hakuna mambo inaonekana kama ya kwamba yafuatilii, tuatoa kama kawaida na mazoea. Na iposa nasema ya kwamba kunazo nguvu na uweza wa sadaka zinazotolewa kwenye madhabahu, kwa sababu ni hizo sadaka zinaenenda mbele za Bwana na zinaanza na kunena. Biblia inasema ya kwamba that Abel aliweza na kutoa dhabihu na inakubalika mbele za Bwana. Na hapa tunaendelea kusema ya kwamba onokolia kwete igogona kile dhabihu alizotoa akiwa hai, that is what 4000 before Christ, bado zinanena mbele za Bwana kwa sababu dhabihu zake zilikuwa
tunapoomba dhabihu zile tunazotoa katika madhabahu ile tumeinua itutetee, zinanena milele daima mbele zake Bwana. Number 2, the motive of the heart determines the kind of breakthrough we get. The motive, yani ile nia niko nayo, the motive of the heart determines the kind of breakthrough nitapokea. Na sasa just imagine somebody marries something because of money. Kwa hivyo the motive na kuhusu motive, ndio nimekuja kutumikia Bwana katika madhabahu ya Bwana. Is the motive kaito na kama mtu mama kwa roli yona hapo nikikira kwa mtu. So hata katika ndoa it's individual, katika mtu ni individual, katika duka ni individual. We ndio ile mamundu anaita wa ugoni ye mukiga dina mwe na bikimo na kwa ile unapokuwa na mundu na oka hamex ita ugoni ye mwe shikari miaka hii ngadi ndio itakia toto nia yake ya kuweka hii biashara ni kuona kwa sababu kuona fulani ameweka, hajui mtu ameweka biashara yake kwa ufunuo gani. Bwana asifiwe. Matendo ndiye na manama mtu anaweka computer science. Unaona hivi? Niliona mtu anafanya computer science anapata kazi, tulipata kazi tutakuwa shukuru. Mlimaliza mjeni. Niliona mtu anafanya computer science anapata kazi kabla mtihani tukelezee. Oh my, nani anafanya computer science? Huyu hakufanya kwa sababu akona ufunuo wa kile anachotenda, anafanya kwa sababu ya watu wengine. Niliona mtu fulani alienda Dubai kazi fulani na akafanikiwa. Unauza shamba, unaenda Dubai, unakuwa frustrated kwa sababu unafanya jambo pasipo na ufunuo. What is the motive? Is the motive to glorify God, or is the motive to selfish agenda? Bwana asifiwe. Hiyo ndio mambo yake tunataka kuelewa. Ndio natoa dhabihu. Mungu ninaomba unitetee katika ndoa. Unataka kutoka katika ndoa kwa sababu nini? Ni toto ni ndio sio muone. Lakini Mungu anasema ya kwamba angalishi naenda kwenye roho. Mimi nataka unitetee katika ndoa. Nitimize kusudi lako. No kirumine ya roho. Ni maana nataka kwenye roho. Bwana asifiwe. Nienda kwa ugao nienda kinenelea wetu waku tuliwache toroli. Mwanzo ni ya gosho. Toroli inaweza ndoka ndio lecho. Popo kineneli keke bila tuliotoke kawacha au bagari. Mwanzo ni ya gosho. Kwa hivyo sasa ndio mambo ya sasa hivi tuelewe. What is the motive of my heart? Wakati natoa dhabihu, wakati naenda mbele za Bwana, Mungu wangu nataka uweze kuwa na amani, nataka uweze kuwa na mambo ibadilike, nataka biashara fulani, nataka kazi fulani, nataka mtoto wa msichana. Wewe, mtoto wa msichana. Ama unataka mtoto wa kijana kwa sababu na wasichana wengi. Kwa sababu una mwana. Mtumishi wa Bwana tulikuwa na mtu mwingine. Mtumishi wa Bwana, yeye alikuwa anaitwa Hana. Alikuwa anasonga mbele za Bwana. Kwa sababu nini? Alikuwa ananyorolio. Kwa sababu ananyorolio. Kwa adiaga o ahero mwana no gaitari na mwana ala dugata mwadhani ya Joshua. What was the motive of Hannah? The motive ni kwenda kinyoroli. Na gishonoko ni todo dali mwana no gaitara na gishonoko na darona kinyoroli. Gai arona kiria lenda weka vini wa Mungu wajua kuya na mutoleo wa mwana oshara kerelia mwadhani ya Joshua. Kwa tukenyoroli tulia kwa marauga tulia kwa mokerige tulia kwa melanyoga eleza nitieteleka kiko ile kila roke kila hekai ona kama Mungu wajua kila roho wa Jehova nitieteleka kutombea kwa kutasanza ndio kama kwa Jehova Mungu wajua nitieteleka kuiga biashara tutoaka maru tutoaka roke tutoa ndio kama motoleo wako kwa sababu baba hapa yule. Bwana asifiwe. Tusiwe tunafanya mambo
Kwa sababu kufanya mambo kwa sababu ya kina fulani. Kwa sababu Mungu anasema ya kwamba huwa hana haja na mimi. Huyo hana haja na kuleta utofauti wa Mungu hapa duniani. Hana haja na kunitumikia. Lakini sasa angalia mtumishi wa Bwana alikuwa anaitwa William Colgate. Yeye alianza biashara ikafilisika kwa sababu haja yake ni kufanya kampuni itoe sabuni na ilete dawa ya meno kwa sababu ako na ujuzi na ako na maarifa. But that is not the plan of God. Gai au yake lele. Direta mundu tukuta biashara nake. Demea kidebo kwa matuinde. Nigenda kendo kiregio ya letagia. Kamoshuo na katero. Magani ya goshuo. Na William Colgate wakati alisogea na akapatikana. Na hata na sasa Mungu akona kampuni mingi sana. Ako employed. Oh my. When you do that right, ukianza kufikiria mambo kama hayo, mwadada hili ategomithia mwana kuma sarade 1 nginya sarade 8 atole ruraga. Ganya ni cio teaga. Ana haya pia mitume ni mwahona ni twahona. Othe Thomas nogo koshekero haha. Ndio kumuteaga na kumapana ciothe ciekirwo haha tondu ni nego cia guteaga mari kama yeke ikufuka huko naigi angira bebe tu inokia keu na yocio inokia keu na tondu gutiri kindu gia guteaga Ngai ari bebe cia guteaga thomithie mwana all the way to university acoke mundu cia bia kurura. That is not the will of the Father. Hallelujah. What is the motive? What's the motive of doing that course? To make good money. Oh my. What is the motive? To make money. Bwana asifiwe. Imagine sasa I was supposed to do a bachelor of education, but yet at negative. You will be a teacher. I was supposed to be a negative. I was supposed to report in 1993. April. As them was supposed to report to be bachelor of education. Nikatoa university. So now, kile hapa kilifanya nisiende Nikatoa. My brother was also in Nikatoa. He was doing BA agriculture business management. He was doing an agricultural course or something. So now nikaona sasa mzazi ameshindwa kulipia yule kwa sababu 18 walianza kulipa university before then hawakuwa wanalipa. Nimeshindwa kulipia yule na sasa mimi niko hapa. Na niko na opportunity ya kufanya computer science. Nilifanya computer science kwa sababu nimeona nikienda university nitaenda university. So me I was doing computer science si ati kwa sababu I didn't want to go to university, but because niliona there was no resources. Little did I know even the computer science haitakuwa ikinisaidia in the right God is calling me. Bwana asifiwe. So in essence ndugu na dada, it's the motive ya jambo lolote tunalolitenda. Na kwa sababu unaona anaambia kwamba wewe bara ujue ya kwamba mimi sijali ile baraka anasema, lakini umwambie kile nimesema. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ndugu na dada, nia yako ya kuambia hiyo pote uko, nia yako ya kupata hizo boga umepata, nia yako ya kuweka hiyo biashara, nia yako ya kuoleka kule umeoleka, nia yako ya kuwa ile ulioa ni gani? If it is not aligned, isipo ezekwa kwenye utaratibu wa Mungu na kwenye mpango wa Mungu, oh my, ni kazi nzuri. Utapata pesa, ndio itaweza kuwa na amani, lakini haitatimiza kusudi la Bwana. Ukifika ndio unauliza Yesu, ulikuwa duniani tulikuwa tunaishi vizuri na Bwana yangu. Alikuwa na mbele, alinulia gari, nifanya lakini lakini mimi nilikutuma duniani kufanya nini? Mimi hata sijui nilikuwa nafikiri kulea watoto. Hapana, hata Yesu alikuwa na watoto na alitimiza kusudi lake. So kama Yesu kama ni watoto, Kristo alikuwa anaenda jehanamu kwa sababu hakupata hivi. Kwa nini sasa mimi alikuwa nafikiri ndio hapana? Kuna kitu tutaenda kujibu mbele za Bwana. Na ndipo sasa nauliza kile tunachotenda, is it anchored in the principles and the word of God? Number 3. The next thing we got to ask is the agenda of God, our business. Is our business the agenda of God?
And when I mean business, it's not ile biashara kuuza na nini. Kuongea kwangu, kunena kwangu, pesa zile niko nazo, watoto wale, is it the business of the Father? Is my business the agenda of God? Because if it's not the agenda of God, we'll be like Paul fighting against the gods. Sio aliambiwa na Mungu. Yesu alimtokea kumwambia Paul, why are you persecuting me? Why are you fighting against the gods? You can't. Let us understand the business. When I mean business, inaanza ndoa, inaenda familia, inaenda karia, inaenda biashara, inaenda watoto. Kwa nini nataka mtoto huyo? Kwa nini nataka mtoto mwingine? Kwa sababu lazima nielewe. Oh my. Sasa these are relatives. Go and ask Mary. Ukifika mbinguni yule atakuwa karibu na Mary kwa sababu tutamkuta huko. Mary atakuwa yule atakuwa karibu na Mary amuulize. Kwa nini yeye hata kabla apate Kristo alikuwa na utaratibu wote wa Kristo? Atutapata mtoto na ataitwa Jesus na huyo mtoto atakuwa savior. Kwa hiyo hata yakipata yule mtoto tayari mamlaka na tabia zake zinajua kuwa mighty. So na hata akipata mtoto, this kid is the agenda of God. Bwana asifiwe. Hana akipata mtoto anajua kwamba this is the business of God. Na kwa miaka 3 ikimalizika anamchukua napeleka kwa Mungu. Akawa ndio karibu. Wewe kali hapo ya kule nyumba yako sasa akamrudisha because yeye kupata mimba na kupata mtoto, it was the agenda and the business of God. Can you imagine? These are some of the things that we need to reorganize and focus in all the things that we do. It's not just getting a kid because of marriage. Where? Bwana asifiwe. Unajua sasa hiyo hapo ndio wako na wanakwambia. Kwa sababu kwa mtoto tulipitia miaka 5 bila mtoto. Yaani unakaa hapo unadhihakiwa. Unanelewa mabaya. Unanelewa. Wewe kali leo unanelewa mabaya na unanelwa na watu wanapita masikio nasikia unanelwa. But little they know, we are not just getting a kid. We are not just getting a kid. Because you get the chapati ndio wanarekeshana. Chapati ndio wanarekeshana. Ila? Ndio ngapi? Dakika ndio ile Ila leo wewe unataka kuniambia sasa kitu ndio japo hata mimi sikapenda banana chapati. Brethren, you got to understand that whatever I do is the business of the Father. It's the business of the Father. This kid I'm getting is the business of the Father. This business I'm putting is the business of the Father. This marriage I am in is the business of the Father. Ya washo na ndio ndio mtaka biashara tulia kweli. God is watching. Ukiuza kama yule mama nilimwambia anayetoa gunia ya sukari kwa sababu it was business of the Father na ameanza corruption, deceit and evil. Brethren, let us understand lolote tunalotenda, it is the business of the Father. Kuongea kwangu is the business of the Father. I'll give an account. Kunena kwangu, kuomba kwangu, lolote ninalotenda nje na ndani ya nyumba ya Bwana, it's the business of the Father. I shall give an account. At the end of the year, the government demands an account. Serikali ya Kenya ikuna kufanya audit. Ndio. Audit. Unafanya audit, unaambia sasa umepata milioni 1. Tax ni 30,000. Wekelea hapo. That is the government of Kenya. The same thing in the kingdom of God. The same thing in the spiritual. Kwa sababu biashara zetu ni za kiroho, familia zetu ni za kiroho, kunena kwetu ni kwa kiroho, ndoa zetu na familia, everything is a spiritual. We shall give an account. Kwa nini uliwaza hili? Kwa nini ulitenda yale? Kwa nini ulizungumzia ile fulani hivyo? Kwa nini ulifanya vile? Kwa nini unatenda yale? Kwa sababu we shall give an account. Kwa ibadi kujiuliza, kwa nini unaona kama hapo? Useme ni na nani mama wewe mmoja ni pesa wote. Hiyo ni nyimbo zake. Ndio kwende teteo kionyesha. Ngati ni pesa wote.
Kwa vile ndio wako Mungu anajua. Wewe uliona wale kubwa. Unajua mtu anakudanganya inasema ya kwamba ate mundu araje shugoshi imwe no shugoshikandwa obara yali wedete no tuwedete ni wale ya roho afatu wale. That is the truth. Hii nakupenda sana no wale roho. So now ukienda kwa Mungu akuulize kwa nini uko katika hii ndoa? Mungu nilikuwa napenda huyo kijana, nilikuwa napenda huyo mama. Siku moja ukomwendele niko naona ni mwe na ni mudaka wakia. Mwadhamu ya washo. So these are the things that God wants ourselves. So the motive lazima tutajibu tukifika mbele zake Bwana. And the final thing lazima tuweze kutambua. Ndio mimi nataka kuishi maisha ya kiroho. Na mwisho nasema mchana wa siku ya leo. Seek ye the kingdom of God first. Ndio nataka kuombea gari. Am I seeking the kingdom of God first? Ndio nataka kuwa katika ndoa. Ninatafuta ufalme wa mbinguni kwanza. Ndio nataka kuajiriwa mahali. Am I seeking the kingdom of God first? Ndio nataka kufanya vile. Ninatafuta ufalme wa mbinguni kwanza. Kwa sababu asipo na kutafuta ufalme wa mbinguni, mambo itakuwa mazito. Kwa sababu Mungu anauliza, "Niye kirokiraha thĩinĩ wa kĩhiko gĩkĩ? Niĩ ndĩrokĩraha thĩinĩ wa biacara ĩno? Niĩ ndĩrakarĩrwo ha thĩinĩ wa mwana ũyũ?" It is dangerous. It is dangerous. Ndio mambo zingine unashangaa. So one day kuna mtu alikuwa anapata mtoto wa kwanza alipozaliwa lazima agepelekwa kwa nyanya yake, mbuzi inachinjwa, nyanya yake anaweka kidole kwa damu, akiwa na siku 2 anaweka kidole kwa hiyo damu ya mbuzi, anapatia mtoto kwa mdomo. Akapata wa kwanza hivyo akapeleka. Unajua hakuwa anaelewa mambo mengi, akapata wa pili, mbuzi ikachinjwa, nyanya yake akaweka kidole na akaweka mtoto kwa mtoto kakameza. Sasa mtoto wakati Yesu akajuana, nikamwambia hiyo haistahili, kuna miungu zinatolewa. Na hiyo dhabihu inatoshana na haki na kufikiria. Hiyo kwa nini ngani ngana hapo? Igo bona lura tuma hapo yeka hapo hii. Wewe itatali mareka bot. Tageti ni yeki bora atinga takameka nini? Ni puri yetwa igwo haria. Gatame ikiro da furi aikie kiera. Kana kasha ndio itone moja pekee. Buri igwo kona ile kuruta buri ngana hapo hiyo. Ko heka iba hapo na takameka. Ila ndio ile itakali limwe. No higo kona ile kuruta buri ile ile. So ilese nikamwambia hapana. Na akapata katoto katuna na actually mtoto tulisuguana sana kwa sababu mtoto alikuwa nje ya hospitali mara mingi sana mpaka lazima nikienda hospitali haikuwa huko au huko sasa kufikiria mtoto wangu nani mtoto mdogo hapo mmoja hapo na mtoto watatu wao kuna wawili hapo so lazima nikienda hospitali nikaenda nikasema nikakafika kamera hii spike gas pipes kamera hiyo kitu nikasikia madhabahu zilitolewa za kimila na desturi na zinataka ziweze kuwezekwa katika mtoto. I cancel them. Na huyu mtoto sio kuwezeka tena. Mtoto sasa tunasema anaenda sawa. Bwana asifiwe. Amen. Ndipo tunasema ya kwamba nini watu wanapoyole birokea. That is the question. Ndipo unaona watoto tunaleta kwenye madhabahu. Nienda Ngai aingirire mshauri mtoleo wako anosho. Na ndipo unaona tunatoa sadaka zetu kwa na kutoka biashara zetu. Ngai aingirire mtoleo hito. Tunatoa fungu kutokana na kile tumeajiriwa. Ngai aingirire we seek the kingdom of God first. So we exalt the kingdom of God in our marriages. We exalt the kingdom of God in our families. We exalt the kingdom of God in our children. We exalt the kingdom of God in our employment. We exalt the kingdom of God in our businesses. And without that, it is vanity. Mother, we are for sure. Hatari oguo, you can earn a lot of money. Yes, I do.
you can earn a lot of money. You can earn good money. But when God is not involved, it is vanity of vanity. And that is the word of God. Bwana asifiwe. Mambo yote ni ya kiroho. Vita vyetu ni vya kiroho. Lakini yote tunayotenda, tutende tumtukuze Bwana. Pasipo na hiyo, I'll get a good career. So my son tells me you want to be a pilot. I mean, yes, I have no problem being a pilot. But the question is, have you sought the kingdom of God first? Bwana asifiwe. Because without that, oh my, you just wonder. You just wonder. And it is the well-to-do mazishi yao tunasikia sarakasi na vituko. Kwa sababu the kingdom of God uwekwa kando kabisa, lakini mambo yake yanaweka mbele. Brethren, lolote tunalotenda, tutafute ufalme wa mbinguni kwanza. Na lolote tulitenda with an ill motive, pasipo na kumtukuza Bwana. Ni wakati mzuri tunaanza kuabudu, wakati wa kutubu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu pasipo na Mungu katika lolote tunalotenda, hatutaleta utofauti wa kiungu na tutafanya Mungu atukuje. Tusimame na miguu yetu. Najua kuna mtu Ndiposa amesema kuna mtu alisema yule kile mwisho wa mwaka huyu ile na kolo hukumite pesa nyingi. Unaona ni mtu toshio. Na kwa jibuka. Mmoja tukaleke bwe ndiye na diki la project kale kale na. Sasa angalia. Badala tukuze Mungu, yeye ana project kake. Mungu Baba, umekuja mbele zako, utufanye jinsi wewe. There is a God who hears all our prayers. Yes, there is a God who answers. There is a God in heaven who hears all of our prayers. Oh, there is a God in heaven who answers all of our prayers. Whenever we pray, He hears and He answers. Whenever we pray, He hears all of our prayers. Yes, He hears. He sees all that is hidden in secret. He hears you when you call. Keep calling Him, He will answer you. Oh, hallelujah. Yupo Mungu mbinguni, asikiaye maombi yetu. Oh, yupo